Naam, msikilizaji, karibu sana katika sehemu hii ya 32 na tulipoishia sehemu ya 31 ni pale ambapo Hamza na Eliza wamefanya ya kwao, na Hamza amefanya hivyo ikiwa Regina pamoja na shangazi wapo kule Tanga kwenye msiba. Kwa hiyo Hamza tayari kisha kula tunda la Eliza. Regi akijua itakuwaje. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbas. Naam, familia ya Mzee Mpoki kutoka Bagamoyo ni moja ya familia ambazo zinasifika sana kwa uvuvi kwa muda wa zaidi ya miaka 30. Mpoki ambaye ndio baba wa familia yote ni kama alikuwa akitaka wanafamilia wake wote wajue maana halisi ya uvuvi. Licha ya kwamba watoto wake walikuwa waajiriwa na wenye biashara za kuakidhi kimaisha, kila ifikapo mwanzoni mwa mwezi wa 10 huchukua familia yake yote katika boti na kwenda kuvua samaki pamoja kama sehemu ya kukumbukia enzi ya safari ya biashara zake za kuvua samaki. Ikiwa ni saa 5 za usiku katikati ya bahari ndani ya boti, mke wake pamoja na watoto wake wote walikuwa wamekwisha kulala, na yeye na mtoto wake walikuwa nje ya boti wakijipatia mvinyo kidogo ili kuweza kuchangamsha miili yao huku wakiendelea na uvuvi. Stori kubwa walizokuwa wakizungumzia ni nyakati za raha na shida walizopitia kama familia mpaka kufikia wakati huo. Lakini ghafla tu wakati wakiwa busy kuongea, sauti ya hatua za mtu zikitokea nyuma ya boti zilisikika. Mzee Mpoki akasema, nani kaamka? Asa kijana ambaye sio mwanafamilia akasema kwamba nadhani kuna anaenda kujisaidia. Alisema hivyo ile sasa. Huyu kijana huyu ambaye sio mwanafamilia mara nyingi huwa anaambatana na hiyo familia. Mtoto wa Mzee Mpoki alishangaa, maana alijua namna mke wake na mama yake walivyokuwa waoga wa giza la bahari. Hata kama walikuwa akiamka kwenda kujisaidia, ilikuwa ni ngumu sana kutoka nje kabisa boti. Asa dakika hiyo wakati wakijiuliza, kivuli cha mtu kiliweza kuonekana. Mtu yule alikuwa ni kama mzimu hivyo ambao ulikuwa umebukia kutoka baharini. Alikuwa ameloa nguo zake zote huku akiwa sasa ametapakaa mimea baharini. Mbele ya shati upande wa tumboni palikuwa pamechanika, lakini sasa mwili wake ulikuwa sawa tu. Sasa bwana na mwana ulijikuta wakisimama kwa kuhamaki wakisema, "Wewe ni nani?" Huku sasa wakishangazwa na mtu huyu aliyekuwa akifanana na mzimu. Lakini sasa licha ya kuuliza swali hilo, mtu yule aliwapotezea bila kuwajibu, na mara baada ya kuona korosho na samaki wa kuchoma juu ya meza, ni kama sasa ukichaa ulimvaa, na alisogea kwa haraka na kukwapua korosho zile na kuzipeleka mdomoni. Sasa yule mtoto aliwaka akasema, "Huyu ni binadamu au mzimu?" Aliwaka kwa hasira na alinyanyua kibenchi kilichokuwa karibu yake na kumpiga nacho yule mtu mgongoni. Kile kibenchi kiliharibika, lakini mtu yule hakuonekana kuwa na maumivu hata kidogo. Na alishia kugeuka tu na kumwangalia yule mtoto wa mvuvi kwa macho ya kutisha aliyokuwa mekundu kama amevilia damu hivi kwa ndani. Sasa yule mtoto alijikuta akishikwa na hofu, huku sasa akimwangalia yule mtu kama mzimu. Yule mzimu mtu alisimama na kisha kumsogelea yule mtoto mvuvi na kisha akamkaba shingo kwa nguvu na kuizungusha. Kilikuwa ni kitendo cha sekunde chache tu. Mtoto yule wa kiume wa mvuvi alikufa pale pale, huku uso wake sasa ukigeukia mgongo. Baba alijikuta akishtushwa na swala lile na alipiga kelele kama mnyama akimsogelea yule mtu kwa kasi akitaka kupigana naye. Lakini yule mtu hakutishika hata kidogo. Na kwa nguvu ya ajabu yule mvuvi alipigishwa kichwa chake chini na kupoteza maisha pale pale. Sasa kitendo kile cha kuona baba na mwana kupoteza uhai, kijana aliyekuwa ni msaidizi wa familia ile hakutaka kuuliwa kikatili na pale pale ajirusha majini. Yule mtu mzimu wala hata kujali, na aliendelea kufakamia chakula kilichokuwa mbele yake kwa namna ambayo ni kama kichaa, na alionekana alitaka kukidhi njaa yake kwa dakika chache iwezekanavyo. Hasa dakika ile ile mke wa yule mvuvi alitoka kuja uelekeo wa alipokuwepo mume wake na mtoto wake mara baada ya kusikia purukushani. Lakini sasa kitendo cha kujitokeza na kuona kile kilichokuwa kikiendelea, alijikuta akipiga ukelele na kumfanya sasa yule mtu mzimu kugeuka na kumwangalia mwanamke huyo aliyezeeka kwa macho yaliyojaa uovu, na pale pale alionekana kutamka maneno. Akasema ya kwamba ninachotaka kula lazima kilike. Yule mwanamke alikuwa katika hofu kubwa mno.
Na kitu pekee alichoweza kurusha kuweza kujitetea ni ndoo ya maji kutaka kumpiga nayo mtu. Yaani alitaka kumpiga nayo yule mtu, na kitendo kile sasa ni kama sasa kilimuongezea ukichawi yule mtu mzima. Na alimsogelea kwa kasi na kisha alimshika kwa nguvu na kumtupia baharini. Alijikuta akitoa kilio kikubwa mno cha kuomba msaada asaidiwe asizame, na kumpelekea mke wa mtoto wake kutoka usingizini. Asa mara baada ya mke mwana, mnaitaga kina nani? Mkamwana baada ya mke mwana aliyejariwa sura ya urembo kutoka nje ya kabini ya boti ile na kukutana na sura ya mtu huyu aliyekuwa kama mzimu, hakuwa hata na muda wa kujitetea, kwani alikamatwa pale pale. Basi akaanza kupiga kelele, niache! Yule mwanamke alishia kupiga tu kelele za kuomba kuachiliwa na lile jitu. Licha mwanamke yule kutokuwa mrembo sana, lakini nguo aliyokuwa amevalia ilimfanya kumchoresha vizuri umbo lake na kulifanya sasa lile jitu kushikwa na joto la moyo na kutaka kulitolea kwake. Sasa mara baada ya kuona mwanamke huyu anajaribu kumletea ukinzani, alimchapa vibao vitatu vya nguvu na kisha pale pale alichana gauni lake na kumwacha akiwa wazi kabisa. Na hakuchukua muda mrefu, yule mwanamke alionekana kupiga yoyo kwa nguvu la maumivu ya kama kutaka kubakwa hivi. Sasa sauti ya mtoto wa kiume iliyokuwa kwenye mshtuko mkubwa kwa kile alichokuwa akifanywa mama yake ilisikika ikisema mama. Iliweza kusikika kutoka nyuma ikiita kwa nguvu, huku sasa kiambatana na kilio kikali. Lakini sasa lile jitu halikumwachia kabisa yule mwanamke na kuendeleza kila alichokuwa akifanya. Naam. Asubuhi hatimaye miale ya jua ilipenyeza katika chumba na kumwamsha Hamza ambaye alikaa kitako na kumwangalia mwanamke ambaye alikuwa amelala unono pembeni yake. Shuka lote jeupe lilikuwa limeufunika mwili wake mzuri, huku ngozi laini ya mabega yake ikionekana wazi kiasi kilichopelekea mapigo yake ya moyo kuanza kwenda mbio. Hamza alishindwa kujizuia na kupeleka mkono kwenye nyusi za Eliza na kuzipitishia kidole, na kitendo kile sasa kilimfanya mrembo huyo kutingishika kana kwamba ni amehisi kitu na kumfanya afumbue macho yake. Eliza alijikuta akiangalia mwili wake jinsi ambavyo ameufunika nusu na shuka, na mara baada ya kuangalia sura ya mwanaume iliyokuwa na tabasamu mbele yake, hakushtuka hata kidogo. Lakini mara baada ya kukumbuka kile kilichotokea usiku tu, ghafla alivuta shuka lote na kujifunika gubi. Haikataa kumwangalia Hamza. Hamza akasema, nini tena katoto? Eliza akasema, sinaangalia bwana. Hamza akasema, sasa kwa nini sikuangalie? Eliza akasema, nikiamka na kwa mbaya. Aliongea akiwa ndani ya shuka na kumfanya Hamza kukosa neno la kuongea na kushangazwa na kauli yake. Kwa mtazamo wa Hamza, Eliza hakuwa na mabadiliko makubwa, au amejipodoa ama bila kujipodoa, na hiyo yote pia ni kwa sababu Eliza sio mtu wa kuvaa makeup. Lakini bado alihisi kuwa mbaya kwa sababu ndio ameamka kutoka usingizini. Eliza, unachekesha sana. Unajua nimeona kila kona mwili wako tayari. Jifune bwana, hata nikikuhisi kidogo bwana. We, mistaki. Afu kwanza tujapiga mswaki. Hamza kujua acheke ama alie. Kulikuwa kuna maelezo mengi kwa hali kama hiyo, lakini kadri alivyokuwa akimwangalia, aliona ndio inamfanya zidi kuvutia na hakuweza kujizuia na kujikuta akizidi kumpenda. Dakika 10 mbele, Hamza alitoka bafuni na kumwangalia mrembo huyo ambaye alikuwa akionyesha aibu zake za kike, na alimsogelea na kumbusu kwenye lipsi zake. Sasa mwanzoni Hamza alitaka kumuuliza mrembo huyo kama anampenda na wanaweza kuendelea, lakini mara baada ya kutoka bafuni na kukutana jicho la gevu la mahaba, aliona kabisa hakuna hata haja ya kuuliza, maana kila kitu kinajieleza. Msikilizaji, ngoja nikupe siri, jambo moja ambalo labda utakuwa hulifahamu ama ulikuwa unajua ndivyo lakini sivyo. Kitendo kilichofanyika kwa Hamza na Eliza sio kwamba Hamza ndio mwanaume wa kwanza kwa Eliza, no. Eliza alipotezaga zawadi yake ya usichana akiwa hajitambui na wakati akiwa mdogo, mara baada ya mpenzi wake kumwekea dawa za usingizi kwenye kinywaji na kumwingilia. Hivyo hakuwahi kuhisi uzuri ama raha ya penzi, hakuwahi. Lakini usiku wa jana yake, mara baada ya kuona raha halisi, alijikuta akijishangaa na kujiuliza, hivi inakuwaje dunia ikawa na kitu kizuri na kitamu namna hiyo cha kufurahisha moyo? Japo mwanzoni aliona ni kama kinyaa kwa Hamza kutumia ulimi wake kuzungusha sehemu mbalimbali, lakini akikumbuka jinsi alivyofurahia, alishindwa hata kuzuia namna ambavyo msisimko aliupata kwenye mwili wake. Sasa akasema ya kwamba, umetembea na wanawake wangapi kabla yangu? Afu kwa nini upo vizuri sana? Hamza akasema, zamani wanawake ndio waliokuwa wakinihudumia na sio mimi kuwahudumia. Eliza akasema, kwa hiyo yani unasema yani mimi ndio wa kwanza kunifanyia vile ama?
Hamza akasema ndio. Aliongea Hamza akiwa serious kabisa. Lakini ajabu mrembo huyo alijikuta akiangua kicheko akasema, "Yaani Hamza ni mwongo wewe, lione." Aliongea kwa sauti ya pwani huku akicheka. Sasa Hamza upande wake alishia tu naye kucheka. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kula mbususu tokea kanyage ardhi ya Tanzania. Kuhusu kuwa mzoefu hakutaka kufikiria sana. Sasa Eliza akasema, "Najisi maumivu sana huko chini na umeyasababisha yote hayo. Alafu mimi natakiwa kwenda kazini. Hivi unadhani mimi watanionaje nikiwa natembea? Si nitakuwa natembea kwa kuchechemea." Hamza akasema, "Basi haina haja ya kwenda kazini. Tutakaa wote nyumbani." Aliongea Hamza tena akiwa na tabasamu la chokozi. Eliza akasema, "Mimi sitaki. Ulivyonichosha jana, sitaki kabisa uendelee kukaa hapa." Hamza akasema, "Kwa nini sasa Liza, unajua mimi nimejizuia sana mbele yako. Kwa nini unataka kunikatiri baada ya kunionjesha?" Eliza akasema ya kwamba wewe basi hata hivyo nakutania. Alafu kwanza najua Regina akisharudi hutopata hata muda kulala na mimi hapa. Aliongea na Hamza kuongea chochote zaidi ya kufikiria na kuona hana cha kuogopa, maana hakuwa kila na Regina. Eliza akasema, "Nataka kwenda kukutengenezea kifungua kinywa. Unataka kula nini?" Hamza akasema, "Hivi wewe si ndio umesema unasikia maumivu hapo chini? Au ndio mbinu zako za kivita?" Eliza akasema, "Unaongea ujinga gani wewe? Hivi kwa nini unachowaza ni hayo mambo tu?" Hamza akasema, "Ni kwa sababu sijali kifungua kinywa, ila najali wewe kuwa kifungua kinywa changu." Aliongea Hamza na ile sasa anataka kumshika tena ili kupata saa ya asubuhi. Simu yake ndio iliyomzuia kuendelea baada ya kuanza kuita. Sasa Hamza mara baada ya kuangalia anayepiga na kugundua ni Dina, alijikuta akishangaa na kujiuliza mwanamke huyu anataka nini mpaka kumpigia simu asubuhi yote hiyo. "Hey Dina, kuna tatizo?" Wewe, jana umeua mtu "Umejuaje haraka hivyo kwamba nimeua mtu?" "Umemuua mtoto wa mzee Azim, alafu unaongea kawaida hivyo. Yaani Hamza ni wewe utakuja kunipatia mshtuko wa moyo wewe." Azim ndio nani?" "Azim si ni mfanyabiashara, ila nguvu yake kubwa inatokana na kupata msaada mkubwa kutoka nchi ya asili yake." "Kama unamaanisha India najua hayo yote. Ila nimemuua huyo Farhani kwa sababu alivuka mpaka. Yaani mtu anichokoze alafu nimwache hivi hivi tu bila kufanya chochote. Na hasira zangu namaliza vipi sasa?" Aliongea Hamza huku akiona Dina anayakuza ili hali ni mambo madogo sana. "Yaani Hamza, unajua ni shida umeniletea hao watu kwangu, utakuwa umeletea shida. Yaani wenye ndugu wapo hapa na wanataka mimi ndio nitoe taarifa zako. Na wamemhusisha mstaafu Mgweno katika hili ili kukulipizia kisasi." Aliongea na kumfanya Hamza kukunja sura na kuona ni kama alivyotarajia, ila hakushikwa na hofu hata kidogo. "Kwa hiyo unasema mstaafu Mgweno anahusika katika hili?" "Sijajua, ila Azim na Mheshimiwa Mgweno ni marafiki wakubwa sana. Tena wa muda mrefu. Hivyo ni sawa tu kumuunga mkono Azim kama anataka kulipa kisasi. Taarifa ambazo zimenifikia ni kwamba familia ya Azim wameomba msaada kutoka India kwa ajili ya kuleta wataalamu wa mapigano Tanzania kumuongezea mstaafu nguvu ili kupambana na Elias na familia ya Wanyika ambao wameunganisha nguvu kuondoa utawala wake wa muda mrefu." "Ndio maana jana nilikutana na mtu anayetumia nguvu za kichawi kutoka dhehebu kubwa la mafunzo kutoka India. Kumbe kinachoendelea ni hiki." "Hamza, hebu fikiria kwanza namna ya kumaliza hili swala kabla mambo hayajawa magumu." Aliongea Dina kwa wasiwasi, lakini Hamza alicheka akasema, "Dina, acha uoga. Huyu Azim sidhani ana nguvu kiasi cha kunogopesha. Hata kama anapata msaada kutoka nchi ya asili yake, haimaanishi kwamba anaweza kufanya chochote ndani ya ardhi ya Tanzania. Hata kama aungane na Mgweno ni bure kama anapambana na familia ya Wanyika." "Hamza, yaani mimi sio kama eti nakuwa mwoga. Ni kwamba kwa sasa nchi licha ya kuonekana kutulia, lakini kuna mengi ya chini yanaendelea, hususan ya mabadilishano ya kimadaraka. Na hayo yatafanyika baada ya uchaguzi wiki ijayo. Hata kama unaweza kuwa na nguvu, ikionekana unahatarisha usalama wa nchi, itakuwa ni ngumu kwako kuendelea kubakia hapa nchini." Aliongea hivyo Dina, japo kauli ya Dina ilionekana nyepesi, lakini Hamza alijua anachomaanisha. Alijua hata kama ana nguvu kiasi gani, serikali ni serikali tu, na wenye nguvu wakiamua kufanya kitu itakuwa ni ngumu kudili na kila kitu yeye mwenyewe, huku akilinda wapendwa wake. "Okay, hao watu ambao wamekuja kwako kama bado hapo, waambiwa nisubirie na kuja." Aliongea hivyo Hamza na kisha akakata simu. "Vipi? Ni wale watu wa usiku sio?" "Usio na wasiwasi Eliza. Ngoja niende nikaweke mambo sawa kisha nitarudi." Aliongea Hamza mara baada ya kutingisha kichwa. Eliza alitaka kuongea kitu lakini alionekana kusita.
Eliza, unakumbuka nilichokuambia wakati tukiwa kule Morogoro? Aliuliza Hamza na Eliza alitingisha kichwa kumbuka. Okay, chochote kitakachotokea unatakiwa kuamini uwezo wangu basi. Na kila kitu kitakuwa sawa. Aliongea ili kumkumbushia. Eliza akasema kama ni hivyo naomba tuwe makini. Ukifanikiwa kuweka mambo sawa nipigie simu. Basi Hamza alitabasamu na kumbusu kisha akavaa nguo zake na kuondoka. Wakati akiwa njiani simu yake ilianza kuita kwa mara nyingine. Na mara baada ya kuangalia jina la mpigaji alikuwa ni Amir na alipokea. Hey, vipi kaka? Ase, kaka hujarudi tu. Kuna tatizo nataka unisaidie hapa. Jana nimegundua kitu kisicho cha kawaida kuhusu Melissa. Aliongea Amir kwa kupaniki na kumfanya Hamza kukunja sura kidogo. Kuna mgawa wa kuuza chai maeneo ya Kijiji, si unaofahamu? Ndio kaka, naufahamu japo sijawahi kuingia hapo. Saa 5 njoo hapo tutaongea. Sawa kaka. Asante sana kaka. Ase, mambo ni magumu hata sielewi. Hakikisha unafika muda huo tutaongea. Aliongea Hamza na kisha alikata simu na kuwasha gari na kuliondoa. Sasa dakika chache tu Hamza aliweza kufika Kijiji na kuingiza gari katika mgawa wa Dina. Nje alionekana Lawrence ambaye ni kama alikuwa akimsubiria, na mara baada ya kumuona alimsogelea na kisha alimzungusha kwa nyuma na kumpeleka sehemu ambayo wageni wake walikuwepo. Sasa mara baada ya kuingia tu ndani aliweza kumuona ule bwana wa jana aliyepambana naye anayefahamika kwa jina la Regan, akiwa na baadhi ya wanaume wengine ambao hakuwa akiwafahamu, lakini wote walikuwa na muonekano wa kindi. Asadina alikuwepo ndani ya ofisi hiyo, na mara baada ya kumuona Hamza amefika alionyesha wasiwasi huku sasa akilazimisha tabasamu. Oh, Hamza umefika, karibu anakusubiria. Aliongea na Hamza alitingisha kichwa na kukaa chini. Regan bado alikuwa na wasiwasi katika uso wake kana kwamba alikuwa akikumbuka kile kilichotokea jana. Nasikia mnanitafuta. Mnapanga vipi kudili na mimi? Mr. Hamza, ijapokuwa unaonekana kama mtu ambaye una uwezo mkubwa, lakini huwezi kudharau ukubwa wa familia yetu. Kwa sababu ya kuwa mshirika na Dina, mkuu wa mtandao wa chatu, nadhani unajua mpaka hapa swala hili hatutaki kudili nalo kisheria, maana haliwezi kutupa majibu tutakayotaka. Aliongea bwana ambaye aliitwa Zabi. Hamza akasema Farhani ndio mtu ambaye alitaka kumchukua mwanamke wangu na baada ya kushindwa akafyatua risasi. Lakini kwa nini ninachoona hapa ni kama mmejaa chuki na mimi, ili hali alianzisha ni ndugu yenu? Alafu kitu kingine, inaonekana alikuja kulazimisha kuwa na Eliza kwa sababu ya imani zenu za kichawi. Bwana Hamza, hata kama mmekukosea haikuwa sawa wewe kumuua. Tumekuja hapa ili kupata maelezo ya kutosha, la sivyo taswira yetu itaharibika. Kwa hiyo mnataka nini sasa? Maana naona ni kama sasa ni mmemtoa kafara ndugu yenu na mnaanza kunishtumu mimi niliyowasaidia. Si tumesikia wewe ni mtaalamu wa mapigano ya hali ya juu sana na unazo mbinu nyingi. Tumewasiliana na mkuu wa dhehebu letu kutoka India, na ili kulinda heshima ya familia zetu zilizotapakaa dunia nzima, unapaswa kupambana na mtu atakayechaguliwa kuja Tanzania. Hamza alifikiria kwa muda na aliona sio wazo baya. Afistoshe, licha ya kujua Farhani ametolewa kafara kichawi, na yeye kukamilisha kafara hiyo lazima abebe wajibikaji wa kukamilisha jambo hilo katika macho ya watu wa kawaida ili walinde heshima yao. Hakuna shida, nakubali. Mnapanga kumleta nani na wapi tunaenda kufanya mapigano? Mkuu alisema usafiri kwenda India, lakini baada ya majadiliano mkuu kaamua kuja mwenyewe Tanzania na pambano itafanyika Singida, makao makuu ya familia Mzee Azim. Hapana, haiwezekani afanyikie Singida. Mnataka ende Singida kwa sababu ni miliki yenu? Na kuna uwezekano mkawa na hila nyingine nyewe. Dina, kwa hiyo unataka mtu wetu aende wapi sasa? Kama akija kupambana hapa, si inamaanisha pia wamekuja kwenye miliki yako na watakuwa hatarini. Baada ya Zabi kuongea hivyo, Regan akasema kwa nini tusitumie tu ulingo wa nungunungu ndani ya jumba la tajiri Liza? Aliongea Regan na Dina alitaka kukataa pia, lakini Hamza alimzuia. Hamza akasema kuna shida, tutaenda kumaliza kazi hapo. Sina muda kupoteza, hivyo mtu wenu akishatua nchini nipeni taarifa. Hasa mara baada ya Hamza kubaliana na masharti yao, Regan na wenzake walianza kujadiliana na kisha walifanya mawasiliano moja kwa moja kwa kila walichowafikia kwenda kwa wakuu wao. Asadina akasema kwa nini umekubali kwenda kutumia ulingo wa tajiri Liza? Hivi hujui pale ni eneo la Mgweno? Ila anamtumia tu Liza tu kama mwakilishi. Cha msingi ni kushinda. Kwa nini jali wapi nenda kupambania? Shida hujui huyo mtu anayetoka mbali tokea huko India ana uwezo gani?
lakini unakubali tu kirahisi. Yaani wewe Hans, licha ya kuaminika kuwa na watu wenye mapigano ya hali ya juu, lakini vile vile ni walozi wakubwa sana Asia yote. Sikia Dina, kwenye maisha yangu nishawahi kupoteza pambano mara moja tu, na siwezi kupoteza kwa mara ya pili. Aliongea Hamza akiwa serious na kufanya Dina kukumbuka Hamza alishawahi kumsimulia tukio la kushindana na mwanamke na akamchakaza vibaya mno. Unamzungumzia yule mwanamke aliyewahi kuniambia? Ndio. Na ile ilikuwa mara ya kwanza na ya mwisho. Siwezi kuruhusu kufeli tena kwa mara ya pili. Aliongea Hamza na kumfanya Dina kuishia kutingisha kichwa pekee. Hayo sijui hata kujiamini kwako kumetokana wapi na anyway, sawa. Aliongea hivyo Dina. Upande wa Dina licha ya hivyo alipata aweni mara baada ya kuona mambo yamemalizika namna hiyo. Hamza akishinda maana yake hakuna uhasama tena. Sasa upande wa Hamza alijua kabisa mtu ambaye anasafirishwa kutoka India kuja kupambana naye anaweza siwa kawaida hata kidogo. Kitendo cha Rega ni kuona uwezo wake na kwenda kuusimulia, ni lazima tu watakuwa hapo makini. Hansi licha ya kwamba lilikuwa ni dhehebu, yani laitwa Hansi, licha ya kwamba lilikuwa ni dhehebu kubwa ndani ya India, lakini mambo yao yalikuwa ni asiri mno. Istoshe ni maswala yanayohusiana na ulimwengu wa giza. Kawaida ilikuwa ni kwamba licha Hamza kumua Farhani ambaye alikuwa katika misheni ya masharti ya imani yao, swala ambalo linatafsiriwa kama ajali kazini, lakini siku zote kwa nje ili kulinda heshima yao lazima watume mtu ambaye ataendeleza ukubwa wa taswira yao. Saa 4 kamili wakati Hamza akiwa mgawani kwa Dina, Amiri aliweza kufika na gari yake Audi Q8 na alionekana kuwa na haraka mno. Kwa sababu Hamza alikuwa ametoa maagizo juu ya ujio wa Amiri, kwa hiyo haraka alielekezwa mpaka alipo. Mzee, mbona pressure hivyo? Aliongea Hamza mara baada ya kusalimiana naye. Ese kaka, yani mambo sio shwari ese. Kivipi? Ukiachana kile ambacho nilipanga kuambia kuhusu kilichotokea tukio safarini. Ese, ila nilichosikia jana mpaka sasa hata sijaelewa. Ongea ni kipi ulichosikia? Ese kaka, jana bwana, mimi nilikuwa Kaskibaa, nilikuwa tu na washikaji wa Kenya waliokuja kunitembelea. Sasa wakati tukaendelea na stories hapa na pale, alikuja jamaa hivi ambaye anaonekana ni kutokujua Kiswahili na akaniambia na muongeze na mimi. Sasa washikaji walishangaa, hata mimi mwenyewe nilishangaa maana jamaa hata mimi simfahamu, ila alionekana mimi kunifahamu vyema, na aliponiambia ni swala linalohusiana na Melissa, mimi hata sikutaka kumkatalia. Amekwambia nini? Akaniambia anajua kila kitu kuhusu wasiwasi wangu juu ya Melissa. Alikwambia hivyo? Ndio. Lakini kubwa zaidi ambalo mimi limenishangaza ni pale aliposema eti Melissa ni wakala wa Night Shadow. Aliongea Mary na jambo lile limshangaza Hamza. Hamza akasema wakala wa Night Shadow. Muda ule ni kama Hamza alianza kukumbuka alishawahi kukutana na makala Jamii Forum ikizungumzia uwepo wa viumbe wanaojionyesha kwa binadamu kama vivuli, na hakuwahi kuamini kuhusu habari hizo. Ndio hivyo kaka. Yaani mimi kaniambia hivyo. Akasema wasiwasi wangu juu ya Melissa unatokana na sababu ya Melissa kukubali nafsi yake kutumika kama njia ya mawasiliano na moja kwa moja kuwa wakala wa Night Shadow. Aliongea Amir na kumfanya Hamza kushangaa zaidi. Umesema huyu mtu hakuwa akijua Kiswahili. Vipi? Alikwambia umetokea wapi? Ndio, amesema ni msharika wa kanisa la Brazil. Ndio kasema kama siamini maneno yake, ushahidi wa kuthibitisha nao. Aliongea Amir kwa mchecheto mbele ya Hamza kana kwamba alijua Hamza atamsaidia kila kitu. Upande wa Hamza aliamini pengine inaweza kuwa kweli. Na pale pale alikumbuka juu ya kazi aliyompatia Sally ya kufuatilia lugha aliyokuwa akiongea Melissa, na alipaswa kuifuatilia jana ile, lakini kutokana sana swala la Saidi alisahau na aliona muda huo ni mzuri wa kuweza kufuatilia. Huu shahidi upo wapi na unahusiana na nini? Aliuliza Hamza kwa shauku kutaka kujua. Hamza alimwangalia Amir ili kuweza kusikia jibu lake. Alitaka kujua kwanza ni ushahidi gani ambao unazungumziwa, na kisha ndio aanze kutafakari ni mtu gani ambaye alimwambia hayo yote na kwa ajenda ipi. Yani mimi hakunipa maelezo ya kutosha, ila mimi kitu alichoniambia ni kwamba alichoniambia tu nijua Melissa kwamba yeye ni mteja wa viungo kutoka kwa kampuni ya Elix, na hapo ndio paliponichanganya. Mimi nimuuliza kununua viungo kuna uhusiana vipi na swala aliloongea,
lakini hakunipa majibu zaidi tu kuniambia kwamba mimi nifuatilie kama nataka kuamini maneno yake. Aliongea Amir na kumfanya Hamza kushangaa kidogo. Alikuwa akijua kuhusu swala la vyungu. Kwa hiyo kampuni ya LX unaijua, na je wanauza hivyo vyungu? Aliuliza Hamza, maana kidogo kuna kitu ambacho hakuwa amekielewa. Aliamini ni Alex na kampuni yake pekee ndio waliokuwa akisambaza vyungu vile, ambapo alipata kujua ni njia ya usafirishaji wa stimula kama alivyoambiwa na Frida. Mimi nimefuatilia kampuni ya LX, inajihusisha kutengeneza dawa za binadamu, makao yake makuu ni Mikocheni. Ulivyofuatilia uligundua wana huduma ya kutengeneza vyungu? Hawana, na nimeshindwa hata kuuliza. Yaani inakuwaje kampuni kama ya LX kuuza vyungu? Yaani unajua jamaa, mimi sikutaka kumwamini maneno yake moja kwa moja na kuonekana mjinga. Lakini jambo hili bado mimi linanisumbua akili yangu kulingana na matukio ya Melissa. Aliongea Amir na Hamza alifikiria kidogo. Hakutaka kumwambia kuhusu Alex na uuzaji wake wa vyungu kwa kuona anaweza kumuingiza katika hatari. Okay, kwa nini usimuulize Melissa? Lakini kaka kasema huu ni ushahidi. Hasa nikimuuliza Melissa si itakuwa ni karibu ushahidi? Huyo mtu si umesema humjui? Basi una haja kufanya kama vile anavyotegemea wewe utafanya. Melissa ni mpenzi wako. Kabla kutafuta ushahidi wa nje unatakiwa kupata majibu kutoka kwake. Haikudanganya ndio unaweza kuchukua hatua nyingine. Aliongea Hamza na Amiri alifikiria na kuona ni jambo ambalo linaleta maana. Basi poa kaka, itabidi tu nifanye hivyo. Fanya hivyo. Akikupa majibu ndio utajua ni hatua gani uchukue. Huyu mtu na uhakika amekuja kwako kwa ajili ya kukuchanganya tu, na ninavyokuona hapa kafanikiwa nusu. Ila usiendelee kumpa ushindi. Mara nyingi watu wa namna hii wanakuwa na ajenda zao tu ambazo wanataka kuzikamilisha kupitia wewe. Hata kama alichosema kinaweza kuwa kweli, unaweza kuwa mtego tu wa kumuingiza Melissa kwenye hatari au wewe mwenyewe. Lakini mimi sijakosea kaka kukuchagua kama rafiki yangu ase. Yaani wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Afu kaka, unajua akili ilikuwa haijatulia. Na sasa naona ni kama ni ngumu kwa mtu wa kawaida kuwa sehemu kama hii. Hivi unafahamiana na huyu mrembo wa hapa nini? Unamjua? Nani asiyemjua? Bro Robert alikuwa ni mmoja wa watu waliokuwa akimfukuzia mno huyu mrembo na kujitamba kwamba atakuwa mwanamke wake, na sasa kanywea. Robert gani huyo? Aliuliza, na Amir alishika pua yake na kuona ameongea kitu ambacho Hamza hajui. Sijui kama unamfahamu, ila ni mbunge wa jimbo la Ukonge. Pia ni mtoto wa Mheshimiwa Rais Elias. Aliongea Mary, na pale pale alimkumbuka Robert kwa kujua ni yule bwana aliyebeti naye kulenga shabaha kwa kutumia bunduki, huku malipo ikiwa ni kutokumsumbua Dina tena. Na tukumbuke Robert ametoka hapa juzi kati tu. Ile siku ule wakati ambapo Amos pamoja na Dustin walienda pale kwake kwa Dina, na mdao Robert ndo alikuwa ametoka hapo. Na kuna deal alikuwa ameongea na Dina. Kwa hiyo unafahamiana na huyo Robert? Mimi nafahamiana naye ila sina ukaribu naye. Binamu yangu ni marafiki wakubwa sana. Wewe tena si umesikia swala la bosi wa kampuni ya Vodacom ambaye inasemekana alikuwa muuaji mkatili wa wanawake? Sasa Robert na bosi Side ni marafiki wa karibu sana. Na imeshangaza, unajua jana wakati anaujiwa alisema eti ni mtu anayefahamiana naye tu, ila hawana ukaribu. Ila kwa nafasi yake mimi nimeweza kuelewa kabisa, maana unajua Saidi ameacha makovu kwa watu wengi. Hata mimi sikuamini kama ni yeye ise. Aliongea Mary huku ule wasiwasi ukimpotea kabisa wakati wa kuanza kuzungumzia swala la Saidi. Upande wa Hamza alishia kutabasamu tu, maana alikuwa akijua yeye ndio mhusika wa kila kitu aliyefanikisha tukio la Saidi kukamatwa. Hasa baada ya maongezi kidogo, Dina alijiunga nao na Hamza alimtambulisha Amiri kama Dina ni mpenzi wake, jambo ambalo lilimfanya Amiri macho kumtoka, asiwe ni mwenye kuamini. Lakini kadri alivyokuwa karibu yao, aliweza kujua ni kweli Hamza hakuwa kitania, na alishia kutingisha kichwa kumkubali tu. Bro, unajua moja sifa yangu kubwa ni nini? Aliuliza Amiri wakati Hamza akiagana naye, na Hamza alitingisha kichwa kataa. Ni macho rohoni. Unamaanisha nini? Unajua tokea siku ambayo mimi nilikuona ukiwa umempigia magoti Anita kule chuoni. Mimi niliona tu kitu ambacho wengine hawakukiona. Ndio maana mimi nitaka kuwa rafiki yako. Kitu gani hicho? Mbona unanitisha? Sio kama, yani mimi niliona sio kama ulikuwa ukimpenda yule Anita eti mpaka kumpigia magoti vile mbele ya watu, bali ulikuwa ukiigiza tu.
Mimi nakwambia hivyo kwa sababu mimi nishawahi fanya tukio kama lile. Ile utofauti wangu na wako, mimi nifanya nikiwa na dhamiri ya dhati, ila wewe yalikuwa ni maigizo. Hivyo ilikuwa ni rahisi kukuelewa. Aliongea Amir na kumfanya Hamza kukunja sura kidogo huku akikuna kichwa chake. Kwa nini unasema hivyo bro? Wakati uliona kabisa hata chozi linitoka. Kaka wewe ni jasusi. Mimi na macho ya kuwajua majasusi siku zote. Lile tukio tafsiri yake ni kama kuna watu ulitaka tu waone tukio lile, na ndio maana hata baada ukataliwa hata uko na wasiwasi. Yaani unaonekana kama vile yani hakuna kilichotokea. Na chuo kama unakuja kama kawaida. Bro, mimi nakwambia shida zangu kwa sababu najua wewe ni mtu ambaye unaweza kunisaidia. Wewe ni jasusi na majasusi mna upeo mkubwa sana wa mambo. Aisee, uko vizuri sana kwenye kusoma watu. Uende kawa kweli mimi ni jasusi. Una haja ya kuongea bro. Mimi nasijua sheria. Alafu tukiachana na hayo, unajua Anita ananisumbua sana. Wewe anasemaje? Hey. Sijui kapatwa na macho ya rohoni kama mimi au vipi. Lakini ghafla tu anaonekana kukuulizia mno kwa kukudadisi. Aliongea na kumfanya Hamza kukumbuka mwanamke huyo alikuwa akimtumia message nyingi. Sirudi mwanamke aliyenikataa mbashara. Sitakuwa ni dharau bro. Heshima ni kutafuta chombo kizuri kuliko yeye ili kumkomesha. Upo sahihi. Na kwa hilo umefanikiwa 100%. Unajua Boss Dina ni mwanamke mrembo sana ambaye yani hata mimi kwa ujanja wangu mimi sidhani kama naweza kumsogelea. Kama Robert kashindwa, ila wewe umefanikiwa. Saruti kwako bro. Saruti. Aliongea na kumfanya Hamza asijue acheke ama alie, ila alishia kuagana tu na Amiri na wakaendelea ratiba zingine. Ukweli ni kwamba alichoongea Amiri kilikuwa sahihi kwa 100% na pointi zake huko. Tukio la Hamza kumpigia Anita magoti na kuanza kumtongoza kule chuo sio kama alimpenda sana, ila kuna watu waliokuwa wakimfuatilia na alitaka kuwaaminisha tofauti na kile walichokuwa kimwazia, ndio maana alifanya vile. Hata kwa Anita pengine alishangaa maana Hamza hakuwahi hata kumuomba namba, na ghafla tu eti siku mwanaume tu anatokea na ua mbele yake na kumpigia magoti na kumtaka awe wapenzi. Ila kwa sababu Anita ni mwanamke wa kawaida, asingefikiria mbali kama alivyofanya Amiri. Ilikuwa ni maigizo ya Hamza kujificha zaidi asigundulike hakuwa wa kawaida. Saa 9 kamili za mchana, Dina alipokea simu kutoka kwa Zabi pamoja na Regan wakimtaarifu waelekee eneo la tukio kwa ajili ya pambano. Asa Dina hakutaka Hamza kwenda peke yake, hivyo aliingia kwenye gari moja na kuelekea huko. Mara baada ya kufika, kwa sababu Hamza haikuwa mara yake ya kwanza kufika, hivyo hakupata shida sana kama ilivyokuwa siku ile alivyofika akiwa na Eliza. Mara baada ya kuingia katika ukumbi huo wa mapigano chini ya ardhi, waliweza kukutana Boss Liza ambaye alikuwa na muonekano usiokuwa ukielezeka, lakini alijitahidi kuonyesha tabasamu. Asa Liza akasema kwamba Hamza, usione upo salama kwa kumuua mtoto wa mzee Azim. Aliongea Liza akiwa na tabasamu feki, lakini upande wa Hamza hata kuzingatia sana. Alikuwa akichunguza eneo hilo ambalo lilikuwa tofauti siku hiyo kwa kukosa watu. Mbona leo hakuna watu kabisa hapa? Au mmefunga biashara? Aliuliza Hamza, na kauli yake ilimfanya Liza hasira kumpanda. Akasema kwamba hasara ulionitia siku ile ndio imesababisha yote. Aliongea hivyo Liza. Msikilizaji, kweli ni kwamba mara baada ya Hamza kumshinda Mad Dog siku ile, ni kama wateja wote walikosa hamu tena ya kuja kumwangalia Mad Dog akipigana. Moja sababu ambayo iliwafanya kuvutiwa naye ni kutokana tu na kutoshindwa ulingoni na mpinzani yoyote, lakini baada ya kushindwa na Hamza hawakuja tena. Hata wale ambao walikuwa wakija walikuwa wachache sana, na pia Mad Dog alitoweka na kumfanya sasa kuzidi kupata hasara. Kwa ufupi, mauzo yake yalipungua sana, na kutokana na hilo alianzisha ratiba maalum za maonyesho. Hasa muda huo macho ya Liza yalichanua kwa furaha pamoja na uovu ndani yake mara baada ya kuona watu wakiingia ndani ya eneo hilo. Akasema kwamba Hamza, mpinzani wako amekwisha kufika. Hamza tayari aliweza kuhisi uwepo wa askari wenye nguvu za ziada akisogelea eneo hilo. Aligeuza kichwa chake pale pale na kuangalia upande huo, na aliweza kumuona mwanaume mwenye muonekano wa Kihindi, na msisimko wake wa nguvu za kichawi ulikuwa kama ule tu wa Regan. Mwanaume huyo alikuwa na nywele ndefu nyeusi ambazo zimechanwa kurudishwa nyuma. Alikuwa amevalia nguo kama gagulo hivi, na ilikuwa ni ngumu sana kujua alikuwa amevaa sketi au suruali. Alikuwa na uso uliopauka mno, na ilikuwa ni ngumu kadiria umri wake, lakini macho yake alikuwa yakionyesha ni mtu ambaye ana uzoefu wa kutosha. Kulikuwa kuna wanaume wawili aliotangulizana nao. Mmoja Hamza alimjua alikuwa ni Regan, na mwingine alikuwa ni chotara tu akienda aliyevalia suti nyeupe ya Armani. Alikuwa akionekana kama mwanaume ambaye ana mafanikio makubwa kwa jinsi ambavyo alikuwa akionekana.
Sasa Regan akasema, Hamza, ngoja nikutambulisha watu. Huyu hapa ni mdogo wake marehemu Farihan, anaitwa Majidi. Na huyu ni Master Jagan kutoka Hansi na ndio mkuu wa shirika yetu. Hasa yule bwana aliyefahamika kwa jina la Majidi akauliza kwamba wewe ndio umemuua kaka yangu? Aliuliza huku akimwangalia Hamza kwa macho makali. Hamza alishia kutoa kejeli ya ndani kwa ndani. Aliona ijapokuwa bwana huyu alikuwa na hasira kwa nje, lakini moyoni alikuwa akichekelea. Ilionekana dhahiri yeye kama mtoto wa pili ndani ya familia yake. Kifo cha kaka yake ilimaanisha yeye ndio anayekwenda kurithi utajiri wa baba yake. Sasa Hamza akasema, "Ya, ni mimi ndio." "Unauliza kwa sababu unataka kulipiza kisasi au?" Sasa jamaa akajibu ya kwamba leo aliyefika hapa kwa ajili ya kulipiza kisasi ni mkuu wetu kutoka nchi ya asili. Mkuu wetu yupo mwishoni mwa level ya kabla ya mbingu katika mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Kama una neno la mwisho la kuongea, ongea kabla ya kifo chako. Aliongea yule bwana, lakini Hamza alisha kutingisha mabega. Msikilizaji, level ya mzunguko kamili maana yake ni level kabla ya mbingu. Mara nyingi askari au shujaa wa mapigano wa level hiyo anakuwa na uwezo wa kuboost mwili wake kinguvu kwa kukusanya nishati ya ndani ya mwili wake na kuiwianisha na nishati ya mazingira na kumfanya kwa sasa na uwezo mkubwa mno katika kushambulia. Hebu tuache porojo ese, ni muda kupambana na kumaliza ile swala haraka iwezekanavyo. Napanga kwa kurudi nyumbani baada ya hapa. Sasa Hamza baada ya kuongea hivyo akajibiwa kwamba wewe unaongea sana ile hali huna nishati yote ya nguvu kwenye mwili wako. Ngoja nione ni kwa muda gani utaendeleza hayo majigambo yako. Aliongea yule bwana na mara baada sasa kauli hiyo airuka na kwenda kutua kwenye ulingo. Lakini kilichomshangaza Hamza ni kwamba sauti ya bwana yule ilibadilika na kuwa ya kizee ghafla. Licha muonekano wake mwanzoni ulikuwa ni wa kijana. Nini kinaendelea katika shiriki yenu? Yaani sauti inasikika ya kizee lakini mwili wake unaonekana kama ni wa kijana. Aliuliza Hamza. Hamza kwa uelewa wake wa haraka wa sauti licha ya kuongea Kihindu, alijua bwana huyo lazima atakuwa katika miaka kati ya 60 au 70 hivi. Lakini kwa nje alionekana kama vile alikuwa na miaka 30 au 50. Basi akaambiwa acha maneno mengi. Aliongea na pale kwa staili ya kung fu, alimsogelea Hamza na kumpiga kibao cha kifua ambacho ameunganisha na nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi. Lakini licha ya kumpiga Hamza kwa nguvu eneo la kifua chake, hakusogea yani hata kidogo. Kilichosikika ni kishindo kikubwa tu. Hamza alishia kumwangalia mzee huyo kwa macho ambayo hata ya kuelezeka. Jagan alijikuta akishikwa na mshangao mara baada ya kuona licha kutumia nguvu kubwa kumshambulia Hamza, lakini hakukuwa na madhara aliyoyapata, na mbaya zaidi hakusogea hata kidogo. Alikuwa kijua nguvu ya shambulizi lake. Hata kama mtu ana mafunzo ya nishati za mbingu na yupo level ya mzunguko kamili, hawezi kupokea shambulizi hilo bila kupata shida. Lakini Hamza hakuwa na ishara yoyote ya kuwa na nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi. Ilimfanya jiulize maswali mengi. Akasema, "Wewe mwanaharamu, ni mbinu gani ya mafunzo ya mapigano unajifunza?" Aliongea huku sasa akionyesha kuwa na hasira, na muda ule sasa alimsogelea Hamza kwa pigo la karet akitaka kumlenga eneo la kichwani. Lakini kabla hata hajamfikia Hamza na kumshambulia, mkono wake ulidakwa hewani na kilichoweza kusikika ni mifupa ya mkono kuvunjika. Jamaa alipiga ukelele wa maumivu huo. Ukelele ulimtoka, yani Jagan, sauti ambayo aliitoa iliweza kusambaa eneo lote na kufanya kila mtu aliyeshuhudia tukio lile kushikwa na mshtuko. Asa Regan akasema, "What? Inawezekanaje? Mkuu wetu na yeye amepiga." Regan alishindwa kuzuia mshtuko wake. Alitamani sana kuona Hamza akishindwa, lakini hakuamini mkuu wake ndio anayeonekana kuchezea kichapo. Liza na Majidi na wenyewe walijikuta wakikunja ndita na walishia kuangaliana tu, na pale walionyeshana ishara ya tabasamu la uovu ndani yao, kana kwamba wanafurahia kila ambacho Hamza anamfanyia yule Muhindi. Katika ulingo, Jagan kwa hasira sana alimwangalia Hamza na alijitahidi kadri awezavyo kuvumilia maumivu, na kwa mara nyingine alitoa shambulizi akirudia mpango wake ule wa kumshambulia Hamza kichwani. Lakini mara baada ya kumsogelea, Hamza alisogea pembeni na kisha kaudaka mkono wake wa kulia na kupindisha tena na kuvunja mifupa yake. "Ni kama nivotea, unaonekana kutumia tonic kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuzeeka. Ndio maana unaonekana mdogo kuliko umri wako, si ndio?" Aliongea Hamza, na bwana yule hakumjibu. Na Hamza aliendelea kuongea akasema, "Kama nipo sahihi, India kuna sheria ambayo inakataza watu kutumia tonic ambayo inawafanya kuonekana wadogo ili hali walisia ni wazee. Kama nyinyi mnatumia basi na uhakika dhehebu lenu sio kubwa kama nilivyofikiria." Aliongea hivyo Hamza.
Msikilizaji, kwa uelewa wa Hamza ni kwamba zipo mbinu za kichawi na za kiroho ambazo mtu hutumia nguvu yake ya ndani kunyonya kitovu cha mtu mwingine ili kujipatia hali ya uhai wake, huku anayenyonya kuongeza hali ya uhai wake na kumfanya kuonekana kuwa kijana. Ilikuwa ni sawa kabisa na namna ambavyo watu hunyonya nguvu ya ukike ama ukiume kwa njia ya kufanya mapenzi. Ilikuwa ni mantiki hiyo hiyo ya kunyonya kitovu cha mwingine ili sasa kuchukua ile hali ya ujana wa mtu huyo. Lakini sasa licha ya kwamba hizi mbinu ni za kichawi na zinafanyika, haikumaanisha kwamba eti mtu akishanyonya anakwenda kuishi maisha marefu, no, bali kinachobadilika ni muonekano wake tu pekee. Yaani utajiuliza kwa nini fulani hazeeki, kumbe kazi yake ni kunyonya watu vitovu tu kichawi. Miaka kadhaa nyuma, serikali za mataifa mengi kama vile Brazil, India na China kulikuwa na kasumba ya mambo haya kichawi. Licha ya serikali kuitangaza wazi kutambua uzushi huo, lakini kupitia vitengo vyao vya kupambana na nguvu za giza vilipiga marufuku mambo hayo ya kishirikina. Katika ulimwengu wa kawaida, kiongozi wa nchi anaweza kukuambia serikali haiamini katika masuala ya uchawi. Si ushawahi kusikia? Anakuambia kabisa, na hata unakuta au kamanda mkuu kabisa wa jeshi la polisi anasema kabisa jeshi laamini uchawi, serikali haimini uchawi. Lakini kiongozi huyo ni muumini mkuu wa kafara za kichawi. Sijamtaja hapa mtu. Sasa Hamza, kutokana na uzoefu wake, alikuwa kifahamu hilo na alijua pia kuna makundi ambayo yalikuwa pia yakitumia hii mbinu kujitengenezea kuonekana vijana, na moja makundi hayo ni Black Trinity. Licha ya watu kutumia mbinu ya mapenzi kujiongezea uwezo wa nguvu za kiroho, lakini vile vile walitumia mbinu hiyo ya mapenzi kuongeza mvuto na muonekano wao wa nje. Sasa jamaa akasema, unaongea ujinga gani wewe? Muonekano wangu hautokani na unachoongea wewe, bali ni mbinu ambayo dhehebu letu limeigundua. Aliongea kujitetea, na Hamza alitoa tabasamu akasema, kama unachoongea ni sahihi. Kwa vile ninavyojua mimi, viongozi wa haya makundi ya wavuna nishati mara nyingi wanatembea na mbinu zao ili zisiibiwe na makundi mengine. Hivyo kama unachoongea ni sahihi, kwa nini usinionyeshe hiyo mbinu unithibitishe? Aliongea Hamza, na bwana yule mara baada sasa kusikia kauli hiyo alianza kupaniki na kutaka kuondoka ndani ya hilo eneo, maana alishajua atashindwa, lakini Hamza asingempa hiyo nafasi. Hivyo alishia kuhangaika tu kujipapasa, na kisha alitoa karatasi iliyokunjwa kwenye kifua chake na kumpatia Hamza. Kitendo kile kilimfanya Regan na Majid kupaniki. Hawakutegemea mkuu wao angekuwa dhaifu kiasi kile, tofauti na walivyotegemea. Regan akasema, Hamza, kuangalia siri za mapigano za kundi lingine sio sheria katika ulimwengu wa sana mapigano. Hamza akasema, sijali masuala ya mbinu yenu mnawafanya, mimi ninachotaka kujua hapa ni kama mnachojifunza kimepigwa marufuku au ni halali. Sasa Regan mara baada ya kusikia vile alishia kufubatu na kwa hasira iruka na kuingia kwenye ulingo kwa dhamira ya kumshambulia Hamza. Lakini kabla hata shambulizi lake halijamfikia, mguu wake ulikwisha ukamatwa na irushwa nje ya ulingo kama furushi. Mara baada ya kuona upande wake hakuna ambaye anamweza Hamza, Majid alimpa ishara Liza, na pale pale bwana huyo alitoa simu yake na kufungua upande wa app ya video call na kuongea. Liza akasema, Hamza, acha kabisa kutaka kugusa siri ya mafunzo yetu, la sivyo mpenzi wako Eliza kuna kitu kitamtokea. Hamza alishia kumwangalia Liza na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Nini kimetokea kwa Eliza? Angalia mwenyewe utajua tunachomaanisha, aliongea Liza na kumsogelea Hamza akimpatia ile simu. Lakini dakika ambayo alikuwa akitaka kuongea, alisikia sauti ya mtu na kufanya angalie simu ile, na ndipo alipoweza kuona sura ambayo haikuwa ya watu wake. Kwa hasira akasema, wewe ni nani? Yule afande akasema, naitwa Afande Mwiba. Wewe si ndio tajiri Liza? Nani kakupa ruhusa ya kuvunja sheria za nchi na kuagiza watu wako kuteka raia? Yule afande sasa akajibu kwamba Afande Mwiba ndio jina gani? Mbona sikujui mimi? Aliongea kwa kubabega kutokana bwana yule kutovaa gwanda, na upande wa pili afande yule alitoa beji na umtambulisha na kisha kumuonyesha. Sasa kauli ilisikika akisema, Malibu. Wa kwanza kuongea hivyo alikuwa ni Majid, na alionekana kuwa na hofu baada ya kujua ni mwanajeshi kitengo cha Malibu. Afande Mwiba akasema, ni vizuri mnajua kitengo chetu, hebu mpatie Hamza simu. Tajiri Liza na Majid walikuwa na hofu mno, licha ya kwamba familia yao kwa nje ilikuwa ikionekana kama familia ya kawaida, lakini ni watu ambao walikuwa wakijihusisha na mambo ulimwengu wa giza, tena kwa kutumia nguvu za giza na kuvuna nishati.
Sasa siku zote makundi hayo ambayo yalikuwa yakivuna nishati yalikuwa yakiogopa yani alikuwa anaogopa sana kitengo cha Malibu, kwani kuingia kwenye lada zao ilimaanisha uhalifu. Hata upande wa Liza alikuwa ameonywa na mheshimiwa mara zote aepuke kitengo cha jeshi cha Malibu, kwani hakifuati maagizo ya kisiasa zaidi ya kufanya vile wanavyoona ni sahihi kwa ajili ya usalama wa nchi. Na hakuna kuwazuia hata kama awe hata awe rais, hakuna kuwazuia. Kilichowapa hofu wakati huo ni kutokujua Hamza alikuwa na mawasiliano ya karibu na kitengo hicho, na walienda moja kwa moja na kudhania pengine Hamza pia ni mwanajeshi, maana siku zote walikuwa kijua wanajeshi wa kitengo hicho uwezo wao ulikuwa ni mkubwa, na hata Hamza uwezo wake ulikuwa ni mkubwa pia. Hivyo ilileta maana kufikiria hivyo. Liza alishia kulazimisha tabasamu na kisha akampatia Hamza simu. Inakuaje? Ni wewe afande? Aliuliza Hamza huku akiwa ni mwenye kucheka, lakini dakika ile ile iliongezeka sura ya mtu mwingine. Alikuwa ni Afande Karo, maarufu kama Afande Barafu. Afande Karo akasema, Hamza, kuwa na amani, mpenzi wako Liza yupo salama. Aliongea Afande Karo huku akiwa na tabasamu, na Hamza mara baada ya kusikia kauli ile alijikuta kijisi ni mwenye shukrani. Hamza akasema, asanteni sana. Nikirudi nadhani tutaongea vizuri na nitawapatia ofa pia ya chakula cha usiku. Liza akasikika akasema, Hamza, usiwe na wasiwasi, hao wamejitambulisha kwangu ni wanajeshi na watanilinda. Vipi huko salama? Aliongea Liza akijitokeza kwenye screen. Hamza akasema, niko sawa, uendelea kukaa nao na usitoke leo. Liza akajibu sawa. Sasa Hamza mara baada ya kukata simu alitupa chini na ikapasuka vipande, na kisha aliwapotezea watu hao waliokuwa wakitetemeka, na kisha alifungua karatasi na kuanza kusoma kilichokuwa kimeandikwa. Kila kitu kilikuwa katika maandishi ya lugha ya Kitamil, lakini kwa bahati nzuri Hamza alikuwa akielewa lugha hiyo vizuri tu. Kilichomshangaza ni kwamba andiko hilo lilionekana kuwa la muda mrefu mno, na kadri ambavyo alikuwa akisoma macho yake alizidi kuonyesha hali ya mshangao. Hamza mwenyewe mpaka kauliza, what? Hili andiko umelitoa wapi? Jagan mwenyewe kuamini Hamza alikuwa akijua lugha hiyo. Alishakomeza mate mengi tu, huku akijibu ya kwamba ni andiko lililoachwa miaka mingi na mababu zetu. Mimi niliiba kwenye maktaba siri ya India. Alongole bwana kwa hofu, akijua kabisa kama Hamza ni mtu wa kitengo, basi hana haja ya kuficha, kwani zipo mbinu nyingi sana za kufanywa aongee. Ukweli ni kwamba dunia nzima kulikuwa kuna ushirikiano wa kijeshi katika kudili na masuala yanayohusiana na nguvu za ziada, na ikitokea tukio limetokea Tanzania na kitengo cha Tanzania kahitaji maelezo India, basi moja kwa moja watajua na ushirikiano utatolewa. Sasa Jagan, kwa sababu andiko hilo lilikuwa muhimu na liliiba katika maktaba ya nyaraka za siri za nchi yake, maana yake kama taarifa zitafika, basi atakuwa mhalifu wa kitaifa kwa kuiba nyaraka za serikali. Hamza kuuliza kwamba nani mwingine anajua uwepo wa hili andiko. Akajibiwa kwamba ukiachana na mkutubi wa maktaba ya India, mimi na Regan ndio tunafahamu siri yake. Kuna siri kubwa ya mafunzo kwenye hili andiko, na wengi waliamini ni kitu ambacho kilipotea duniani mara baada ya maktaba Great Britain kuungua. Lakini nashangaa muda wote mlikuwa nalo, na mnachofanya pekee ni kutumia tu kujifanyisha kuwa vijana. Sasa yule mzee akasema, Mr. Hamza, kama unaona lina thamani kwa kulichukue, ila usije ukatoa siri yetu juu ya kuliba. Okay, hiki ni kipande chake tu, sehemu yake nyingine kwa wapi? Baada ya Hamza kuuliza hivyo akajibiwa kwamba ni kipande, hatuna uelewa huo. Aliongea na kumfanya sijui acheke ama alie. Ilionekana licha ya kushikilia nyaraka hiyo muhimu, lakini bado hawakujua kama haijakamilika. Hamza akasema, basi hakuna shida, nitapokea ile andiko. Aliongea Hamza na Jagan alijikuta akifurahi. Alijiambia hakuna hasara hata akipoteza andiko hilo, maana ni zaidi ya miaka 20 tokea aanze kulisoma, hivyo anao uwezo wa kuandika alichokariri upya. Lakini kwa sababu uhai wake muda huo ni muhimu, alijitirisha huruma mbele ya Hamza. Basi akasema kwamba Mr. Hamza, tuna macho lakini tumeshindwa kukufahamu wewe una uwezo kuliko sisi. Tafadhali pokea andiko letu na uniachie niendelee kuwa hai na sitolalamika kwa kulichukua. Hamza akasema ndio, huwezi kulalamika maana hapa ndio mwisho wako. Aliongea hivyo Hamza, na kabla hata hajashangazwa na maneno ya Hamza alikuwa tayari ashashikwa shingo yake na ikazungushwa na pale pale akapoteza uhai. Watu wajikuta wakipiga kelele wakisema mkuu, huku Regan akijikuta akifubaa baada ya kuona tukio hilo. Pale pale akili yake ilimwambia akimbie, lakini alikuwa amechelewa kwani Hamza tayari alikuwa mbele yake. Hamza kutaka hata kumchelewesha mara baada ya kumfikia,
Alimtandika teke ambalo lilimfyatua kama mpira na kwenda kujigonga kwenye ncha ya kingo za jukwani na kuishia kuachia damu tu na kudondoka chini akiwa hana uhai tena. Liza na Majid walijikuta sasa kutetemeka na hawakuamini Hamza alikuwa na uwezo wa kumshinda mkuu wao. Siku zote familia yao iliyotapakaa dunia nzima ikifanya biashara walikuwa kijivunia uwepo wa dhehebu lao la Hansi na kurahisisha mambo mengi kwa kujenga connection na wanasiasa, lakini leo hiyo ni kama sasa wameamshwa kutoka kwenye usingizi. Upande wa Hamza, sababu ya kumuua Regan na Jagan ni kwa sababu ya andiko hilo. Yaani maelezo yake yaliyokuwa humu ndani aliona ni ya hatari sana kama yatasambaa kwa mtu ambaye ana uelewa mkubwa na nia ovu. Hivyo ili kujibakisha ni yeye tu anayejua hilo andiko. Aliona ngoja wapoteze pale pale. Hamza akasema ndio naondoka zangu, kuna mwenye pingamizi? Aliongevu sasa kwa kimwangalia Majid na Liza. Majid akasema hakuna pingamizi. Mr. Hamza, wewe ondoka tu kwa amani na naomba unisamee pale nilipokosea. Aliongea Majid akishindwa kujua hata amemkosea wapi Hamza. Liza akasema ndio Hamza, sisi tunaomba tu radhi kwa yote yaliyotokea. Sikujua kama wewe ni mtu wa kitengo cha Malibu. Tafadhali tunaomba upotezee hili lililotokea leo. Aliongea Liza huku sasa awamu hiyo akiwa na heshima tofauti na siku ile. Hamza wala hata kujali. Baada ya kumaliza alimchukua Dina na kisha waliondoka kwenye jumba hilo. Upande wa Dina, licha kwamba aliona Hamza amedili na swala hilo kirahisi, lakini lazima kuna uwezekano kujenga chuki kwa watu wa ulimwengu wa giza. Istoshe makundi mengi yanapenda sana kununua ugomvi. Dina akauliza kwamba Hamza, ni kitu gani kitu gani ambacho kimeandikwa kwenye hiyo karatasi? Hata mimi mwenyewe nataka kwenda kuelewa kilichomo ndani. Licha kwamba najua ni kitu ambacho sio cha kawaida. Wale watu wametumia andiko hili kujifunzia, ila licha kuonekana vijana hawakuimarika kinguvu. Kuna namna walikuwa wanakosea. Kwa hiyo unachomaanisha nini kwamba andiko hilo linaelezea mbinu ya kutokuzeeka? Sina hakika, lakini ipo hivyo. Ngoja nisome nielewe, maana lugha yake ni ya zamani sana. Na nikishapata uelewa wake basi nitakwambia wewe kwanza. Aliongea Hamza na kumfanya Dina kutoa tabasamu kama lote. Haya, tubadilishe mada na tuongee kuhusu Eliza kwanza. Hivi unaonaje ukinikutanisha ili niweze kumfahamu naye pia? Si leo aendi kazini? Yaani unataka kuonana Lizi? Kwani haiwezekani? Sijamaanisha hivyo. Kama hujamaanisha hivyo sasa, naona ni vizuri kama mimi nikifahamiana naye mapema ili tuwe na maelewano. Aliongea Dina na kumfanya Hamza kufikiria kidogo na alishia kutoa kicheko tu. Nadhani upo sahihi, kama vipi nitakutanisha? Aliongea Hamza huku sasa akijiambia ikitokea Dina akifahamu ameshamla Eliza kabla yake, sijatasema nini. Istoshe ni Dina ambaye alikuwa akililia soda ya Hamza kwa muda mrefu sana kabla hata Eliza ambaye alikutana naye baada ya kufahamiana na Regina. Hamza mara baada ya kurudi Dar na kwenda nyumbani kwa Eliza, aliweza kuwakuta Afande Mwiba na Afande Karo akiwa bado hajaondoka. Hamza kutegemea kama angewakuta wakiendelea kusubiri, na alijua pengine kuna kitu kingine walichukua kitaka. Istoshe hakujua ilikuwaje mpaka wakaamua kumlinda Eliza wakati yeye alikuwa ameenda kule kwenye mapambano. Kwa sababu muda ulikuwa umeenda, Hamza aliwaalika kuelekea mgawani kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Hivyo Hamza, Eliza na Dina pamoja na mafande hao walielekea katika moja mgawa uliokuwa ukipatikana ndani ya eneo hilo la Kigamboni maarufu kwa kuchoma nyama ya mbuzi bwana. Kitendo cha Eliza kukutana na Dina kidogo ilimfanya Eliza kukosa utulivu, lakini Dina alitumia ukubwa wake na kuanza kuongea na Eliza, na dakika chache mbele walionekana wakipiga story kwa kuanza kuzoeana. Upande wa Hamza aliagiza kilo za kutosha tu za mbuzi na kuambia maafande hao wale tani wanazotaka na atalipa, lakini ni muda huo Afande Karo alichukua nafasi ya kuongea akasema, Hamza, vipi, umeridhika na kazi tuliyofanya leo? Aliongea Karo na kumfanya Hamza aone lazima wanajeshi hao kuchukua hatua kumsaidia kumlinda Eliza, kuna kitu anataka pia kutoka kwake. Hamza akasema sio mbaya, ndio maana nimeamua leo kuwanunulia msosi. Karo akasema tusimruhusu Hamza kutulipia bwana. Mwiba, hebu nenda kalipie. Aliongea hivyo Karo akimwamrisha Afande Mwiba. Afande Mwiba licha kutokupenda alishia kusimama na kwenda kulipia kwa maagizo ya mkuu wake. Upande wa Hamza alishia kukunja tu sura na kujiambia hawa maafande wanaonekana wana mbinu za kuongea kivitendo. Kulipa chakula chao maana yake ilimaanisha licha kwamba wamemsaidia, lakini sio rahisi hivyo kuwashukuru kwa msosi pekee.
Sasa Karo akasema, Hamza, sisi kama jeshi tumeona ni vyema kama tukiwa na ushirikiano na mtu mwenye uwezo kama wewe. Afistoshe pia una urafiki wa karibu na mshauri mkuu wa jeshi. Hivyo tunatamani kama utatupigia debe. Hamza akasema, lakini si jeshi la Tanzania linapandisha watu vyao kulingana na mchango wao jeshini? Kwa nini wapigie debe kwa Himidu? Au hata yeye alipigiwa debe, sio kwamba alipanda vyeo kwa uwezo wake? Aliongea hivyo Hamza na wanajeshi hao walionekana kukamatika bwana. Hamza akasema, nyinyi niambieni tu ni kitu gani mnachotaka niwasaidie. Msianze kuzunguka sana ili hali nyinyi wanajeshi bwana. Aliongea hivyo Hamza na kumfanya mwanamama Karo kutabasamu. Sasa Karo akasema, nadhani ni kweli hatuwezi kukuficha na kuzunguka. Ukweli tu ni kwamba tuna jambo tunaomba msaada wako. Hamza akasema, jamani, hakuna shida. Naona ni kama yani mmekuwa marafiki zangu. Kuomba msaada sio dhambi. Mimi nitawasaidia hata kama ni swala linaloenda kinyume na sheria za nchi. Aliongea na kumfanya Karo kulaani ndani kwa ndani na kujiambia ni yeye ndio mtu anayeweza kufanya vitu vinavyoenda kinyume na sheria. Kwa nini anataka kuwaambukiza? Sasa Karo akasema kweli ni kwamba sio swala gumu sana, ni kwamba tu sisi kama kitengo tunakosa nguvu kazi ya watu na kuna mission ambayo inaendelea hapa nchini ambayo tunahitaji mtu mwenye utaalamu zaidi wa kimapigano ambaye anaweza kutusaidia kwa ukaribu. Ipo hivi, tumepewa mission kutoka kwa wakubwa zetu kumlinda moja mwanasiasa muhimu sana ambaye tafiti zake zimevuja kupitia mashushushu kwenda nje ya nchi. Hivyo sasa ndani ya kipindi hiki kuna majasusi wengi wametumwa kuzamia ili kuweza kumuua asikamilishe majaribio huo utafiti. Baada ya Karo kuongea hivyo, Dina akasema, kama kuna watu wametumwa, kwa nini sasa msitumie jeshi kumlinda? Shida sio swala la ulinzi tu. Ukweli ni kwamba swala kama hili halikupaswa kuwa chini ya kitengo chetu, lakini kutokana sasa na ukubwa wake na watu waliotumwa kuwa na uwezo wa juu wa kuua, ndio maana limekuwa chini yetu. Hivyo tunaweza kutuma watu wa kawaida kutoa ulinzi, lakini wakashindwa kudhibiti baadhi ya mbinu za kimauaji. Swala ambalo ni muhimu ni kwamba tu huyu mwanasayansi mwezi huu ataingia katika majaribio makubwa ya tafiti yake. Na kama atafanikiwa inamaanisha hatua kubwa katika utafiti huo. Hivyo serikali ipo makini sana kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa bila dosari yoyote. Aliongea na kumfanya Hamza kufikiria kwa dakika kadhaa na aliona kama ni swala la kumlinda mtu halitakuwa swala kubwa sana kwake. Akasema, hakuna shida, nitamlinda huyo mwanasayansi, lakini niwaambie tu sitomlinda kwa muda mrefu. Karo akasema, bila shaka tunachotaka ni usalama wake kabla na wakati wa majaribio, na baada ya hapo jukumu tutalibeba, lakini majaribio hayo yatafanyika nje ya maabara na ndio maana hatari ni kubwa. Hivyo ili mradi ukikubali kusafiri na sisi kwa hizo siku 3 za majaribio tutashukuru sana. Hamza mara baada ya kusikia hivyo hakuona ni ombi kubwa. Isitoshe pia kufanya hivyo ni kusupport Tanzania katika nyanja za kisayansi na teknolojia. Hasa Hamza akauliza kwamba huyu mwanasayansi anaitwa nani? Ni mtu maarufu sana au ndio hawa wanaochipukia? Aliuliza Hamza huku sasa akinywa pafu la bia kiasi. Afande Karo alionekana kusita kumwambia kidogo, lakini alisema kwamba nadhani hakutakuwa na tatizo hata tukikwambia ukweli, ni mtu tu unemjua. Anaitwa Yulia. Kitendo cha Hamza kusikia hilo jina ajikuta akishindwa kuzuia mshtuko na kumtemea kwa bahati mbaya pombe aliyoweka mdomoni Afande Karo. Sasa Dina na Eliza ambao walikuwa wamesimama pembeni wajikuta wakishangazwa na kile kitendo cha Hamza na kujiuliza nini kinaendelea katika kichwa chake mpaka kumtemea mwenzake pombe. Afande Karo alikuwa ametemewa pombe mpaka uso wake wote ukaloa. Eliza akasema kwamba samahani sana Afande Karo, mjifute na itisho. Aliongea Eliza akimkabidhi tisho. Hata hivyo alikuwa ni mwanajeshi na hakujali sana muonekano. Akauliza kwamba Hamza, nini kimetokea? Hapo aliuliza mara baada ya kujifuta. Hamza akasema kwamba yani yule inakuaje akawa mwanasayansi? Yule si ni mfanyabiashara? Eliza na Dina pia walishikwa na shauku. Ukweli ni kwamba Yulia alikuwa ni mwanamke maarufu katika biashara ndani ya Tanzania. Sasa Afande Caroline alicheka akasema, wewe unamjua hivyo tu lakini sio taaluma yake kabisa. Yulia ni kiumbe mwenye akili sana. Amepewa cheo cha ufanyabiashara kwa sababu za kiusalama pekee. Ndio hivyo tu. Sasa hivyo taarifa zake zimevuja. Aliongea Afande Caroline. Hamza mara baada ya kusikia hivyo ilibidi sasa kwanza asogee pembeni na kisha kumpigia Afande Medu simu. Bosi vipi? Mambo yameenda sawa? Sauti upande wa pili iliongea huku mtu huyo akicheka. Medu, mambo gani haya? Mbona naona kama unaniingiza kwenye matatizo? Bosi unamaanisha nini? Hata kama nipate ujasiri wa ziada mara 1000, mimi siwezi kukufanya chochote. Kama ni hivyo,
nini unataka mimi ndo nimlinde Yulia? Hivi hujui ukorofi wa Yulia au ndo unanitafutia tu matatizo? Tena bosi, yani kwanza usingeniambia kuhusu hili mimi hata nisingekumbuka, ila niliwaambia kwamba wakualike kama mlinzi kwa sababu ni kwa sababu nyingine kabisa. Afu sitoshe, mimi sikuona uhusiano wako na Yulia unaweza kuwa tatizo, hususan kuhusiana na tafiti zake. Ukiwa wewe kama msaada kwake, mimi nitakuwa na amani zaidi. Ni tafiti gani hizo kwanza? Bosi, hii ni taarifa ya siri ya daraja la juu kabisa. Kwa hiyo mimi siwezi kuambia kupitia simu. Ukweli hata majasusi waliotumwa nchini kwa ajili ya kumuua Yulia hawajui hata ni tafiti gani anafanyia kazi. Ila kama ukiwa naye katika majaribio hayo, mimi na uhakika utaelewa ni tafiti gani. Aliongea hivyo afande Himidu. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, alijihisi mwasho kwenye moyo wake. Himidu, kwa hiyo umewaagiza wanitafute mimi niwe mlinzi kwa malengo ya kuona hiyo tafiti ya Yulia, si ndio? Bosi, nadhani umenielewa sasa. Ipo hivyo, kama ingekuwa ni kwa ajili ya kumlinda Yulia tu, mimi nisingekusumbua kabisa. Ningemlinda mimi mwenyewe au ningempa kazi mtaalamu mwingine, na hakuna ambaye angeweza hata kumsogelea. Mimi nataka kukupa fursa ya kuona kinachoendelea na angalau kujua kwa nini familia yake iliuawa kipindi kile kule Sweden mpaka ukajitolea kumwokoa. Okay, nimekuelewa mkuu. Sitauliza sana na nitaenda kumpa ulinzi. Aliongea Hamza na kisha aliagana naye. Hamza alijikuta akivuta pumzi na kukumbuka siku ile alivyomuokoa kwa wale stray ninjas kule Msate, na kwa namna fulani hivi alianza kuelewa kinachoendelea. Afande, mtanitaarifu tu siku na muda wa kuondoka kufanya hayo majaribio na tutaongozana. Aliongea Hamza mara baada ya kurudi kwenye nafasi yake. Sasa Afande Karo hakuwa na tatizo baada ya kuacha namba za mawasiliano, na aliondoka yeye na pamoja na Afande Mwiba. Sasa mara baada ya kumaliza kula, Hamza alitoa pendekezo kwamba waende Mlimani City kwa ajili ya kuangalia filamu mpya. Sasa pamoja na ombi lake kidogo lilileta kashikashi kwa warembo hao kutokana na kwamba walikuwa wawili lakini walikubali. Sasa mara baada ya kuondoka kwenda huko na kufika, waliweza kupata tiketi na kuingia ukumbini, na hawakuchukua muda mrefu sana movie ya Kimarekani ambayo ilikuwa inazinduliwa katika kumbi zote kubwa duniani za sinema ilianza kuonyeshwa. Sasa Hamza alikuwa kama mfalme. Alikuwa kijiamini vilivyo na aliwavuta wote wawili na kuwaegamiza kwenye mabega yake, na warembo hao hawakuleta pingamizi na walikaa wakiendelea kuangalia filamu hiyo. Sasa wanaume baadhi waliokuwa wakishuhudia kitendo hicho waliamini lazima Hamza na warembo hao ni ndugu. Maana hakuna mwanaume jasiri duniani wa kutembea na wanawake wawili wakati mmoja akiwa hivyo na wakawa wapenzi wake. Lakini sasa starehe ya Hamza haikudumu muda mrefu mara baada ya simu yake kuanza kuita. Mara baada ya kutoa na kuangalia anaipiga, aligundua alikuwa ni Regina. Alijiuliza alikuwa akimtafutia nini, au kagundua alikuwa na warembo katika ukumbi huo nini? Hamza hakuwa na jinsi na alitoka nje haraka haraka kwenda kupokea. Wife, kuna tatizo. Uko wapi? Nipo kumbini kwenye movie. Namaanisha nje. Na nani? Reji aliuliza mara baada ya kusikia kauli hiyo, na Hamza alisita kidogo, lakini kabla hata hajajibu, Reji aliongea tena. Achana na hilo, endelea kuangalia tu filamu. Reji, hebu acha basi kwa haraka. Niambie kwa nini umenitafuta? Aliuliza Hamza, na Regina alikaa kimya kwa muda mrefu na kisha akasema ya kwamba gari imeniharibikia njiani. Aliongea kwa sauti ya kinyonge na kumfanya Hamza kushangaa na kujiuliza kwa nini hakumpigia fundi kwanza na kumtafuta yeye. Lakini aliona kama asingempigia yeye inamaanisha Regina angeonyesha kuwa akijali uwepo wake. Hivyo kwa namna moja alifurahi pia. Alijiambia pengine Regina alitaka mume wake ndio aende akamsaidie. Okay, niambie ulipo, nitakuja haraka hapo. Aliongea Hamza, na Regina alimwambia alipo, na ilikuwa mbali mno nje ya Dar es Salaam. Hamza ilibidi arudi ukumbini na kuambia kuna dharura imempata Regina, na walembo hao hawakuwa na shida na kumwambia aende tu. Uzuri wa Hamza, hasemi uongo. Anakuambia ukweli, wewe ndio utaamua sasa. Uchague mbivu ama mbichi. Hamza licha ya kuwa mnyonge kuacha warembo wake, japo ndio aliamua kuleta hapo, ila aliona Regina akikaa zaidi barabarani anaweza kupatwa na shida ya kiusalama, hivyo anapaswa kuwahi. Hamza aliendesha gari yake kwa dakika kama 40 mpaka kumfikia Regina, umbali mfupi tu kutoka kiwanda cha sukari Bagamoyo. Na baada ya kufika aliweza kuona BMW M6 ya rangi ya blue ikiwa imeegeshwa pembeni, huku sasa vioo vyote vilikuwa vimefungwa. Mara baada ya kuegesha gari pembeni alishuka na kwenda kugonga kioo. Regina mara baada ya gari yake kugongwa
Kwanza alishtuka, lakini alivyogundua ni Hamza, alishikwa na uweni na kufungua mlango. Reggie, kwa nini ni wewe tu? Shangazi yuko wapi? Shangazi kasema kuna mchungaji anaenda kuonana naye ili aje kufanya ibada nyumbani. Na nitangulia tu, lakini nilipofika hapa ghafla tu gari ikazima. Kwa hiyo nimejaribu kuiwasha, inawaka na kuzima tu. Regina na Hamza alimwambia atoke ajaribishe kuliwasha. Na kweli kila inapowaka lilikuwa linajizima lenyewe. Ilibidi angalie kiasi cha mafuta kilichopo, na hapo ndipo alipojikuta akisikitika, maana gari haikuwa na mafuta kabisa. Yaani gari haina mafuta na unataka iendelee kutembea kweli? Lakini dashboard hapo inaonyesha ninaweza kuendesha umbali wa kilomita 50. Aliongea Regina na Hamza alitingisha kichwa kataa. Haya ni makadirio tu, lakini sio sahihi. Ukiona hii alama ya taa ya mafuta imewaka, maana yake unapaswa kujaza na sio kuendesha. Una uzoefu mdogo mno wa magari. Au haijatokea gari kukuishia mafuta tokea uanze kuwa dereva? Sasa najua haja yote wakati sio fundi. Aliongea Regina huku akivuta mdomo mara baada ya kuona Hamza anamzodoa kwa kushindwa kuelewa kitu kidogo tu kama hicho. Sasa msikilizaji, mpaka tulipofikia hapa, Regina ana vitu vile ambavyo akijua kwa Hamza. Cha kwanza, Reggie akijua rafiki yake, tena ni kama dada kwake, ambaye ni Eliza, ameshatoa kitumbua chenye mafuta na mchanganyiko wa iliki, mdarasini, mayonnaise akampatia Hamza kabla yake yeye. Sije Reggie atafanya nini? Lakini pia Reggie huyu akijua Hamza anaenda kumlinda Yulia. Mbona atatapika damu? Kwa sababu akienda kumlinda Yulia itamaanisha kwamba popote Yulia atakapokuwa na unafahamu kabisa Reggie na Yulia wanafahamiana. Na siku ile Yulia alimwambia Reggie ya kwamba okay, basi naomba siku nikimhitaji mume wako, kama nitakuwa nimepata tatizo, basi naomba nitakapomhitaji usimnganganie aje. Yaani Yulia alimaanisha kwamba hata kama akipata matatizo usiku, basi akimpigia Reggie ama akimpigia Hamza simu kwamba anamhitaji kwa ajili ya msaada, Reggie asiweke ngumu. Reggie anawekwa majaribuni jamani. Sasa Reggie akijua Hamza anaenda kumlinda Yulia, aka katoto aka ngoja tusubiri balaa lake. Lakini pia unaweza kujikuta msikilizaji unazeeka zako wewe kwa kasi, kumbe kuna mwamba ananyonya kitovu chako usiku kila siku. Unajiona mbona kama umri wangu bado jamani kuzeeka, mbona fulani ana miaka 30 40 na bado ni kijana. Kumbe wewe kilala kitovu liko juu tu, tumbo liko juu, wauni wananyonya kitovu tu. Ndio maana kuna watu mkilalia mgongo mnaanza kuota ndoto za ajabu ajabu yani. Lakini ukilalia tumbo mtu anajiona yupo salama, ila wengi ukilalia mgongo kuna watu wanaota ndoto mbovu vibaya mno. Tumbo linakuwa juu, kila kitu kinakuwa Sasa kuna wapuzi wananyonyaga vitovu, unashangaa unazeeka tu, kumbe wengine wanaendelea kuwa vijana. God be with you till I meet again. Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.